Ninga ya KTN. Na tusonge mbele mtazamaji, itakugharimu zaidi endapo utahitaji huduma fulani za matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta. Hii ni baada ya hospitali hiyo kusemekana kuongeza ada za huduma hizo za afya. Na japokuwa hospitali zina uhuru wa kuongeza ada za matibabu kutokana na gharama ya juu ya kuendesha shughuli za hospitali, wagonjwa wanahoji kwamba walipaswa kufahamishwa kabla utekelezwaji wa ada hizo mpya. Kwenye taarifa ifuatayo, Gloria Milimu anachunguza uwiano kati wa kuimarisha hospitali kifedha ili kuhakikisha zinasalia kutoa huduma na kuhakikisha kwamba wagonjwa wanapata huduma za afya kwa wakati unaofaa na kwa gharama ambayo wanaweza kumudu. Kwa wengi, hospitali ya rufaa ya Kenyatta imekuwa ndiyo tegemeo kuu, ikija kwa huduma maalum ambazo mara nyingi hazipatikani kwenye hospitali nyingi za umma. Hata hivyo, wagonjwa wengi wanasemekana kupata pigo wiki hii walipokabiliwa na ada mpya za huduma za matibabu ambazo hospitali hiyo inasemekana kutekeleza bila kutangaza. Miongoni mwa walioathiriwa ni mwanamke huyu ambaye anaeleza KTN kwamba alikesha usiku kucha bila mwanawe kuhudumiwa baada ya kukosa ada ya kumwona daktari. Venye nilifika kuliko nishughulikiwe, niliambiwa lazima nikuwe na registration ya 1850 na ile sikukuwa nayo, nilikuwa sina hope nikikuja hapa. Wengine wanalalama kwamba hawakuarifiwa kuhusu ada hizo mpya. Kuona daktari unapata hii ada imeongezeka. Kama ni kupimwa umepata imeongezeka mara 3 ama 4. Kwa hivyo inamaanisha nini? Ya kwamba maisha yako itazidi kuwa magumu na hata kama unataka kupata matibabu haitawezekana. Wagonjwa wanaotibiwa katika hospitali hiyo wanadai kwamba ada ya huduma ya uchunguzi wa utumbo mpana, yani colonoscopy, imeongezwa kutoka shilingi 9,800 hadi shilingi 25,000. Vile vile, gharama ya huduma ya uchunguzi wa viungo vya mwili kama vile tumbo kwa jina endoscopy imeongezwa kutoka shilingi 6,500 hadi shilingi 20,000. Ada ya kuona daktari pia inasemekana kuongezeka kwa shilingi zaidi ya 400. Awali, wagonjwa walikuwa wakilipa shilingi 1,150 miongoni mwa huduma nyingine ambazo ada zao zimeongezwa. Huku nyongeza hiyo ikisalia kuwa swala tata miongoni mwa wagonjwa, wataalamu wa afya hata hivyo wanadadisi kwamba hospitali zina uhuru wa kuongeza ada ya matibabu, haswa pale gharama ya kuendesha shughuli za hospitali hizo zinaposemekana kutatizika. There's what we call the Medical Advisory Board that sits at Kenyatta National Hospital. And when the board sits down, there are things that they sit and look at. How is our hospital running? The budget allocations they're getting from the government. Of course, there's what SHA reimburses. And at times you come and find that when the board sits, they find that the hospital is going down. Hata hivyo, wakili Chege anasema kwamba hatua hiyo kwa kiasi fulani inakiuka kipengele cha 43 cha katiba. Na japokuwa nyongeza hiyo ya ada ya matibabu inaonekana kusalia kwenye viwango vilivyopendekezwa na bodi ya KMPDC, wataalamu wa afya wanaonya kwamba gharama hiyo mpya huenda ikawa kizuizi kwa upokeaji wa huduma hizo miongoni mwa Wakenya. Our hospitals are not very well equipped. And at some point this needs to be addressed. And I think a health commission would really be the best part to address all this. Hata hivyo, Daktari Simon Kigondu anasema kwamba nyongeza ya ada ya matibabu ni jambo la kawaida. As long as the persons raising prices raise them in a justifiable way, then it is not a problem. Hali kadhalika, anaongezea kwamba njia nyingine ya kuzuia nyongeza hizo ni hospitali kulipwa madeni wanayodai bima ya afya ya jamii SHA. One of the consequences of non-payment by SHA or other insurances is that you may need to raise your prices to be able to cover for the expenditure that you have incurred in running the cost. Na japokuwa serikali inapania kukabiliana na swala la gharama ya matibabu kupitia bima hiyo ya SHA, wanauchumi wanadadisi kwamba Wakenya wengi wangali wanalazimika kugharamia huduma za matibabu. Hata hivyo, kizungumkuti sasa ni jinsi hospitali za umma zinapaswa kujitegemea iwapo hazina fedha za kutosha bila kuathiri wateja wao ambao bila shaka nyongeza ya ada ya matibabu inaonekana kuathiri. Gloria Milimu, KTN.
Na mtazamaji, kwa